Beef wrap. Hiyo ndio dish ya siku ya leo ambapo tutatumia tortilla kutengeneza hizi wrap. Na tortilla basi hizi ni chapati za Kimexico ambazo zinatengenezwa na unga wa ngano lakini zinakuwa kavu bila kutia mafuta. Kwa hiyo tutatumia hizi tortilla kwa ajili ya kutengeneza hizi beef wrap. Na beef ambayo tutatumia hapa basi ni minced meat, yani nyama ya kusaga, ambayo hii tutaipika kwa kuweka viungo mbalimbali, na baada hapo basi tutairap ndani ya hizi tortilla, lakini tutatengeneza pia na sauce ambayo hii itakuwa ni tomato sauce ama unaweza kuiita red sauce kwa ajili ya kuspread ndani yake na kuchanganya na hii nyama ya kusaga. Mwisho kabisa tutaitia katika oven kwa ajili ya kubake. Sasa hiyo red sauce ama unaweza kuita tomato sauce ni kwamba utahitaji tu nyanya, na hizi nyanya basi tutaziblend pamoja na kitunguu maji, tutaweka na pilipili hoho na tomato paste. Kwa nyanya tutazikata tu vipande vidogo dogo kwa ajili ya kuweza kusaidia kusagika kwa urahisi. Tutatanguliza nyanya chini kwa sababu hatutaki kusaga kwa kuweka maji. Kwa hiyo hizi nyanya zitaanza kujisaga na kutengeneza maji. Tutaweka na pilipili hoho nyekundu. Kitunguu maji tutakiweka tu nusu. Tutaweka mchanganyiko huu wa kitunguu saumu na tangawizi, chumvi kidogo pamoja na pilipili manga. Hii ni tomato paste ambayo tutaweka kiasi cha vijiko viwili vya chakula. Na baada ya kuwa mahitaji yote yako tayari, moja kwa moja tutaisaga na kutengeneza sasa paste. Mchanganyiko huko tayari. Kwa hiyo sasa hivi tutaanza kuupika sasa katika pan, na unatakiwa uweke mafuta kidogo ili wakati wa kuivisha basi hii sauce isiweze kunata kwenye pani yako. So tutatumia jiko letu kutoka Evoque. Tutaweka pani yetu jikoni, kisha tutaweka mafuta kiasi cha kijiko kimoja cha chakula. Na wakati mafuta basi yanaendelea kuchemka, niwakumbushe tu mchanganyiko ambao tumesaga katika blender, na hapa kama ulivyoona tumetumia blender yetu kutoka Evoque. Na mchanganyiko huu basi ndani yake kuna nyanya paste, lakini pia tumeweka kitunguu maji na pilipili hoho nyekundu, chumvi, pilipili manga na kidogo tukaweka na mchanganyiko wa tangawizi na kitunguu saumu. Na baada ya kusaga na kupata hii paste basi tayari
Tutaifry kidogo katika frying pan ambayo tumeweka mafuta kiasi cha kijiko kimoja cha chakula. Hakikisha umechanganya vizuri. Hizi nyanya, mchanganyiko wa hizi nyanya zote zinachanganyika na mafuta na kuweza kuivisha kwa moto mdogo mdogo ili isipate kubana. Kwa make sure unatumia moto mdogo ambao utaweza kuivisha taratibu mpaka hii sauce itakapokuwa imeiva vizuri na kukausha maji yote yaliyotoka kwenye nyanya. Tayari tumeweka sufuria yetu jikoni kwa ajili sasa ya kupika hii nyama ya kusaga. Tutaweka kidogo tu mafuta ya kupikia kwenye sufuria. Kisha tutamimina hii nyama. Na ndani yake basi tutaweka kitunguu saumu na tangawizi. Tutaweka chumvi na pilipili manga. Tutaendelea kukoroga vizuri mpaka itakapokuwa imekaukia kabisa maji yote. Kwa utahakikisha hii nyama unaendelea kuikoroga mpaka itakapokuwa iko tayari, kwa sababu ukiacha yenyewe tu iive bila kuikoroga, nyama kusaga ina tabia ya kushikana na kwa itatengeneza donge, na we want it to be smooth. Kwa hiyo that's why tunaikoroga kila wakati ili isiwe na madonge madonge. Na mpaka hapa kama unavyoona nyama yetu tayari imeshakauka vizuri. Tutaenda kucheck hii sauce. Sauce yetu pia iko tayari, imeshakaukia maji yote. Kwa hiyo na ukitaka kujua kama iko tayari, basi utaona mafuta yanakuja juu. Na mpaka hapa iko tayari. Kama ulivyoona tumepika kwa wakati dishi zote mbili, yani sufuria zote mbili tumesipika wakati mmoja. Huku tulikuwa tunatayarisha sauce na upande wa pili tulikuwa tunakausha nyama kwa kutumia jiko la Evoque, ambalo hili ni jiko la gesi lenye plate 4, kukuhakikishia kwamba utapika chakula chako kwa wakati. Na baada ya kuwa nyama yetu ya kusaga iko tayari na sauce yetu iko tayari, sasa tutaanza kutengeneza hizi wrap. Ambao kama nilivyokuambia tunatumia tortilla. Kwa utaskata katikati kwanza. Kwa cha kufanya sasa, tutaanza kupaka sauce chini kwanza. Tutaweka na cheese kwa juu, ambayo hii tumelisha grate tayari, na unaweza kutumia mozzarella cheese. Baada hapo sasa tutairoll tu namna hii, then make sure una squeeze kila kitu kwa ndani.
Na tutaitia kwenye pan sasa, ambao mwishoni kabisa tutaibake katika oven. Tutaanza kupakaza sauce. Kwa utaendelea na same process mpaka utakapomaliza tortilla zako zote. Na depending on your pan, sio lazima sana utumie hii glass pan. Unaweza kutumia hata tin nyingine ya kawaida ya kubake katika oven, lakini make sure basi inakuwa kwenye round shape ili kuweza kupata mfumo huu wa kuzipanga zote zikae pamoja. Na baada ya kuwa ushazipanga zote zimetimia vizuri, hii sauce iliyobaki basi tutaipakaza pia kwa juu. Kisha tutanyunyuzia na cheese. Na maandalizi hapa yamekamilika. Kwa hatua inayofuata sasa hivi basi ni kuweka katika oven, na tutaiacha takriban dakika 15 kwa moto wa 180 centigrade, na hakikisha basi umeweka rack ya katikati ili iweze kumelt hii cheese kwa juu, lakini chini pia kufanya iwe brown hizi tortilla na kuivisha vile vitu vyote ambavyo tumeweka ndani viweze kushikana kwa pamoja. So tutaitia kwenye oven kwa dakika 15 kwa moto wa 180 centigrade. Kuacha kwa muda wa dakika 15 katika oven, na sasa zimekamilika. Tutazitoa kwa ajili ya kuanza kuserve. Beef wrap zetu ziko tayari, na kama unakumbuka ndani yake basi filling tumeweka nyama ya kusaga, lakini unaweza kusubstitute kuweka nyama ya kuku, ama pia badala ya kutumia mince meat ukatumia kuku ambayo ni kidari ukakikata julienne, lakini ukakipika kama tulivyotayarisha nyama ya kusaga. Na baada hapo sasa ndio utaanza kupaka ile sauce yako, nyama yako kwa juu na cheese, kisha utarap vizuri na kutia katika oven na kuacha kwa dakika 15. Zikimalizika kuiva unaweza ukaserve na kinywaji chochote ukipendacho, lakini mimi napenda kushushia na Azam Cola baridi na inaenda sana na hizi wrap. So mpaka wakati mwingine basi ulikuwa nami Zainab Issa, nikutakia weekend njema. Unaweza kutufuatilia kupitia page zetu mbalimbali za social media kama vile Instagram ni Zainab Issa Mahanjumati, na YouTube channel yetu ni Mahanjumati Online. Kama utakuwa na request yoyote ya dish ambayo ungependa kuiona kupitia Mahanjumati, wasiliana nasi kwenye namba ambayo unaona mbele ya runinga yako. Mpaka wakati mwingine, bye bye.